Naam, karibu sana siku ya leo katika sehemu hii ya tatu ya mfululizo wa masomo ambayo nitakuwa nikiyatoa, na haswa nimekuwa nikiangazia swala la bara Arabu ama bara la Uarabuni kabla ya Uislamu, kabla ya miaka ule wa 610 ambapo inaaminika ndipo Muhammad alipojitangaza kuwa ni mtume ama alipojibashiria utume. Na katika mjadala uliopita nilijaribu tu kuguzia yale matukio hao mazingira ya mji wa Maka ulivyokuwa kabla ya mwaka huu. Na jana pia nikaguzia sehemu kwa uchache kwamba Waarabu walikuwa wakifanya ibada ya hija lakini wakiwa uchi wa mnyama. Tunaposoma katika utangulizi wa Suratul Quraishi katika juzuu ya 30 ukurasa wa 950 hadi ukurasa wa 951 katika chapa ya 8 ya Qur'ani ya Kiswahili, tafsiri ya Sheikh Farsi ambayo Jumuiya ya Kiislamu imeiwekea utangulizi ama ufafanuzi mle ndani, tunasoma maneno haya na napenda kuyanukuu. Anasema kabila la Kikureishi lilikuwa limetawanyika kote katika Ijaz. Naposema Ijaz ni bara lote la Uarabuni hadi zama za Qusay ibn Kilab, mmoja wa mababu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa Qusay aliwakusanya Makureishi pamoja huko Maka, na hivyo kabila hili lilikuwa wathamini wa Al-Kahaba, ule msikiti mkubwa kule Maka. Kwa msingi huo Qusay alikuwa akiitwa Mujami, yani mkusanyaji wa watu wa kabila lake. Mtu huyu kwa busara yake aliweza kuasisi serikali katika mji wa Maka na akaweka mipango mizuri kwa ajili ya maujaji wajao kutoka kote Arabuni, na matokeo yake ni kuwa Makureishi walipata umaarufu mkubwa miongoni mwa makabila ya Kiarabu. Hapa tunaona kwamba mji wa Maka muasisi wake ni Qusay ibn Kilab. Ina maana kabla ya huyu Qusay mji wa Maka haukuwa ni mji mkuu katika makabila ya Kiarabu. Na tunaona kwamba zamani hizi za ujailia, maana wakatul jailia umeitwa wakati wa ujinga, zamani za upagani, kabla dini ya Uislamu kutangazwa na Muhammad, Waarabu hawa walikwenda kuiji katika huu mji wa Maka kwenye nyumba ya Al-Kaaba ambayo wao waliita Baitullah, yani nyumba ya Allah. Kumbuka jana ama katika kipindi cha awali nimezungumzia kwamba humu katika jengo hili la Al-Kaaba kulikuwepo na miungu 360, na nikaguzia kwa kifupi kwamba hata Muhammad alipokuwa na umri wa miaka 35 na Al-Kaaba ikaonekana ina nyufa, basi halishiriki katika lile tendo la kuirejesha Al-Kaaba ama Hajar al-Aswad, jiwe jeusi, katika mahala pake. Ulipokuja Uislamu, Muhammad pamoja na kwamba aliondosha yale masanamu katika pale alipouteka mji wa Maka, lakini tunaona kuna mambo mengi ambayo aliyajumlisha katika Uislamu. Mathalan, tunasoma katika Suratul Imran, sura ya 3 aya yake ya 96 maneno haya: kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka, na yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Vile vile katika sura ya 22 Suratul Hajj aya yake ya 27 hadi 29, napenda kunukuu tena maneno haya: na tukamwambia utangaze kwa watu habari ya hija, watakujia wengine kwa miguu na wengine juu ya kila mnyama aliyekonda kwa machovu ya njiani, wakija kutoka katika kila njia ya mbali, ili washuhudie manufaa yao na hili washirikishe kulitaja jina la Mwenyezi Mungu katika siku zinazojulikana fadhila zake na juu ya yale aliyowaruzuku. Nao ni wanyama wenye miguu minne
na kuleni katika wanyama hao, na mlisheni mwenye shida na mafakiri. Kisha wasisafishe taka zao, na watimize nadhiri zao, na waizunguke nyumba ya kale, yani nyumba kongwe, Al-Kaaba. Sasa tunaposoma ufafanuzi wa aya ya 29 katika suratul Hajj ndani ya Qur'ani katika juzuu ya 17, kuna maneno haya. Anasema kabla ya Uislamu, si maneno yangu, ni maneno ya mfasiri wa Qur'ani. Anasema kabla ya Uislamu, Waarabu walikuwa wakiitukuza Al-Kaaba, na kwa hivyo kwa vile ilivyokuwa ni jengo la zamani sana, waliita Baitul Atiq, yani nyumba ya kale. Kwa maana hiyo basi, kama vile Waarabu mapagani, yani makafiri na majailia, mji wao mkuu ulivyokuwa ni wa kuhiji ulivyokuwa ni Maka kule Saudi Arabia, ndivyo ilivyo hata na Waislamu wa leo wanavyokwenda kufanya ibada yao, mji wao mkuu unakuwa ni huo mji wa Maka. Katika sura ya 6, sura ya wanyama, aya yake ya 92, tunasoma maneno haya kwa Waislamu wanaposwali wanastahili kuelekea mji wa Maka, kwa sababu Maka ndo mama ya miji, kama ilivyoelezwa katika sura ya 6 92, na vile vile katika suratul Araf, yani sura ya 7 aya yake ya 29, ambayo inasema hivi: sema, Mola wangu ameamrisha uadilifu na ameniambia nikwambieni, elekezeni nyuso zenu kwake wakati wa kila swala. Kwa maana hiyo basi, wakati wa kila swala Muislamu anastahili kuelekea Maka, mji ambao kabla ya Uislamu, na naposema kabla ya Uislamu nimesema nazungumzia kabla ya Muhammad kutangaza Uislamu katika mwaka wa 610. Lakini kuna jambo ambalo vile vile ningependa nilizungumzie zaidi na kutoa ushahidi. Nilisema kwamba Waarabu hawa wa zama za ujailia walikuwa wakizunguka Al-Kaaba wakiwa uchi wakati wa ibada, na haya ni kabla ya dini ya Uislamu. Kwa sababu wao, hebu uweze kunukuu kitabu kimoja hapa, na kitabu chenyewe kinaitwa kitabu cha Sheikh Farsi. Sheikh Farsi nampenda kwa sababu ni mwanachuoni wa kwanza kabisa hata kuweza kuitafsiri Qur'ani kwa lugha ya Kiswahili, na unaweza ukasoma katika ule ukurasa wa 4 wa kitabu chake cha maisha ya Mtume, na ameeleza kwa undani na mapana jinsi Waarabu walivyokuwa wakifanya ibada. Lakini vile vile Sheikh Abdallah Maudi kitake katika kufahamu Uislamu ukurasa wa 43 waelezea Waarabu kwa maneno haya. Anasema hivi: maisha yao yalikuwa ya kishenzi, mambo yao ya kishenzi, na wakati wote walisherekea uzinzi, kamari na ulevi. Kuteka nyara na kunyang'anya ulikuwa useni wao. Na kutoa wanawake kwa nguvu ndizo zilikuwa tabia zao halisi. Wakiweza kukaa tupu uchi mbele ya wenzao pasina aya wala hata kuona wanafanya jambo lolote la fedhea. Hata wake zao walikuwa wakizunguka Al-Kaaba uchi. Kwa ajili ya fikra zao za ujinga mtupu, eti kwa kuchunga heshima zao waliwaua mabinti zao ili asije mtu akawa mkwe wao. Walikuwa wakiwaoa mama zao na wakambo baada ya kufa baba zao. Walikuwa wajinga hata wa mambo madogo ya kula, kuvaa na kunawa. Ama katika imani zao za kidini walikuwa na ugonjwa ule uliotokana na uovu uliokuwa ukipoteza ulimwengu mzima. Sasa haya si maneno yangu, ni maneno ya wanachuoni, na mimi nimeweza tu kunukuu. Sasa hebu jiulize, hivi Waislamu leo wanapokwenda kufanya ibada ya hija wanazunguka Al-Kaaba? Sasa kama Waarabu walivyokuwa wakifanya?
Lakini kabla ya kujua mambo ambayo wanawafanya Waislamu kule Al-Kaaba, inafaa tujue jinsi Al-Kaaba ilivyo. Neno Kaaba ni neno la Kiarabu, linamaanisha kitu chenye miraba 6 iliyo sawa. Kaaba ni neno la Kiarabu hivi. Kwa hivyo ninapolizungumzia, ndio maana nimekuelezea maana yake ili uweze kuweza kufahamu. Kaaba kama ilivyo ina urefu wa mita kama 12, upana wa mita 10, na urefu kwenda juu ni mita 15. Na hili jengo liko pale Maka, Saudia. Na utapata kwamba limefunikwa kwa mapasia meusi yaliyotiririwa aya za Qur'ani kwa herufi za Kiarabu, na ni kwa kutumia uzi wa dhahabu halisi. Na katika pembe ya mashariki ya Kaaba kuna hili jiwe jeusi ambalo jana nimelizungumzia, Waarabu wanaliita Hajarul Aswad. Katika Suratul Hajj sura 22 aya 29, na nukuu tena, inasema hivi: na kisha wasisafishe taka zao na watimise nadhiri zao na waizunguke nyumba ya kale, nyumba kongwe Al-Kaaba. Kwa hivyo Qur'ani inataka Waislamu waizunguke vile vile Al-Kaaba. Hasa nikaeleza kwamba haya mambo lazima tuyafahamu kwamba yalikuwepo kabla ya Uislamu. Tunaposoma kitabu cha Vipi Uiji, kitabu kilichoandikwa na mwanachuoni wa Kiislamu aitwaye Suleimani, ukurasa wa 16, kuna maneno haya. Anasema ni haramu kuvaa nguo zilizoshonwa kwa mwanamume muhrimu anayekwenda kuiji Maka kwenye Al-Kaaba, yani kwenye ule msikiti. Kushona hapa ina maana kushona kwa ajili ya kuvaliwa, sio kwa ajili ya kiraka. Vazi linalozunguka mwili kama shati, suruali na kadhalika. Anaruhusiwa kufunga kwa ajili ya pini au mkanda wa nguo ili zisifukwe, yani nguo mbili kama vile mgolole, yani yule mavazi yale ya Kimasai hivi, vitambaa vile vile. Nadhani tushaviona. Ina maana kadri ya maneno haya, Waislamu katika ibada ya kuiji kule Maka hawastahili kuvaa nguo yoyote iliyoshonwa, isipokuwa wanavaa zile nguo, yani ihram, yale mashuka mawili meupe. Lakini ibada nyingine waliokuwa wakiifanya hawa Waarabu ilikuwa ni ibada ya kuomba, kulibusu na kuliheshimu Hajar al-Aswad, yani jiwe jeusi katika Al-Kaaba, huo msikiti wa Maka. Na hawa ni Makureshi kabla ya Uislamu, kabla ya Muhammad. Tumesema kwamba makabila ya Makureshi walikuwa wakikusanyika katika mwezi wa Ramadhani, wanakuja kufanya ibada ya kuiji, na walikuwa wakiheshimu Al-Kaaba, na waliheshimu jiwe jeusi, yani Hajar al-Aswad. Na napenda nisome kisa ambacho tayari nilishakiguzia kwamba katika mwaka wa 35 Muhammad naye alishiriki katika kuijenga Al-Kaaba. Sasa tunaposoma vitabu mbalimbali vya Kiislamu, tunaona namna ambavyo Waislamu wanavyofanya ibada ya kuliheshimu jiwe jeusi, ambalo jiwe hili limekuwepo tangia kipindi cha awali. Katika kitabu kiitwacho Mkweli Mwaminifu, mtungaji ni Sheikh Said Musa Muhammad Al-Kindi, juzuu ya 3 na 4, chapa ya 14, ukurasa wa 75. Nataja vitabu hivi ili kwamba ikiwa unao ushahidi, ndugu yangu, unaweza ukatafuta vitabu hiki na ukaweza kusoma pamoja nami. Maneno haya na yanukuu kutoka katika kitabu hiki. Anasema, kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu katika ardhi amesema, atakayeliguza jiwe jeusi basi kafungamana na Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha hadithi za Muhammad cha Sahih Buhari juzuu ya kwanza, juzuu ya pili, ukurasa wa 397,
hadithi namba 682. Anasema hivi: kila wakati mtume alikuja kwenye jiwe jeusi, aliuelekezea kidole na kusema takbir, maana yake Allah ni mkuu. Sahaba wa mtume anaitwa Umar bin Khattab, na huyu Umar nilisema ndiye aliyekuwa khalifa baada ya Muhammad na baada ya Abu Bakari. Alibusu jiwe jeusi wakati mmoja, kisha akasema maneno haya. Akasema, bila shaka nakufahamu wewe ni jiwe tu, wewe hu jiwe lisiloweza kumfaidia wala kumdhuru mtu yeyote. Kama nisingalikuwa nimemuona mtume akikubusu, mimi nisingelikubusu. Yani Umar aligutuka, lakini sasa kwa sababu mtume alikuwa kilibusu, basi na yeye ikabidi vile vile halibusu ile jiwe. Katika kitabu cha Vipi Uiji ukurasa wa 29 hadi 30, Sheikh Suleimani anazidi kusema maneno haya: Hajar al-Aswad, yani jiwe jeusi, kabla ya kuanza kuzunguka al-Kaaba, ni uzuri kwanza kuliendea Hajar al-Aswad, yani jiwe jeusi lililoko al-Kaaba. Hapo usongea karibia inavyo, ni uzuri kwanza kuendelea Hajar al-Aswad, na hapo usongea karibu inavyowezekana kuikaribia bila kuumiza watu. Unalikabili Hajar al-Aswad, yani jiwe jeusi, unalielekeza mkono, na bila ya kusema unalikabili Hajar al-Aswad, unaliwekea mikono, na bila kusema unalibusu mara 3 na kuliguzisha kipaji chako cha uso mara 3. Na wanawake kufanya hivi ni suna, yani ni tendo nzuri tu ambalo utakuwa ukiiga mitume au ukimuiga Muhammad. Ikiwa hapana zogo la watu, ikiwa ulifikii, basi liashirie kwa mkono. Tena mtu hurudi kwenye Hajar al-Aswad na kulibusu mara 3 na kuliguzisha kipaji cha uso mara 3 kama vile mwanzo. Tena utasema maneno haya Allahu Akbar mara 3, huku ukiliashiria Hajar al-Aswad, yani jiwe jeusi, na umeliwekea mikono yote miwili. Kisha utaongeza maneno haya, na nitasoma tafsiri yake kwa Kiswahili. Mola, kwa imani yangu juu yako na kudhibitisha kitabu chako na kutekeleza ahadi yako na kufuata mwendo wa mitume. Tena hapo utapita na kulipita Hajar al-Aswad ukielekea huku, ukiendelea kuzunguka al-Kaaba yote nzima. Lakini ndugu mtazamaji, kumbuka tendo la kuzunguka al-Kaaba lilifanywa na washirikina wa kipagani wa Kiarabu zama za ujailia, yani zama za wakatul jailia. Waislamu vile wanaweza kuizunguka kulitafakari swala la kuiji lote kwa uzima. Lakini napenda nisome kitabu cha Walawi sura ya 26 aya ya 1. Mungu aliwahi waambia wana wa Israeli maneno haya: msifanye sanamu yoyote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kadiri ya Mungu wetu Yehova, Mungu wa wana wa Israeli, anasema kwamba ni jambo linalomchukiza, ni machukizo kuliweka jiwe na kulisujudia. Sasa hebu tuangazie jambo jingine, nalo ni ibada ya kuzunguka majabali, yani vilima viwili vya Safa na Marwa huko Maka kabla ya Uislamu. Niliguzia jana kwamba kwa mujibu wa Suratul Baqara sura ya 2 aya 158, sura ya ng'ombe jike wa rangi ya manjano, ni kwamba aya inasema hivi: hakika Safa na Marwa, majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusai huko Maka, ni katika alama, yani kudra za kuadhimisha dini ya Mwenyezi Mungu ya Allah. Basi
anayeiji kwenye nyumba hiyo au kufanya umra ija ndogo, si kosa kwake kuvizunguka vilima hivyo viwili, na anayefanya vema atalipwa, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukurani na mjuzi wa kila jambo. Sasa unaposoma aya hii kwenye Qur'ani unaweza ukakosa kuielewa, lakini Sheikh Farsi ametufafanulia aya hii ili kutueleza ni nini matukio yaliyofanya aya hii iseme maneno haya, kwamba Safa na Marwa, vile vilima viwili kule Maka, ni katika alama za Allah. Anasema katika ufafanuzi wa aya hiyo ulioko katika Qur'ani, aya 158 Suratul Baqara, anasema hivi, katika ibada ambazo hazikusii kufanywa ila Maka ni hizi: Hija, B, Umra. Na takriban zote mbili hizi ni sawa, ila zinaitilafiana kidogo tu. Moja katika itilafu zao ni kuwa Hija haifanyiki ila miezi makususi, na mwisho wa mwezi ya Hija ni 10 la mwanzo la mfungo 3. Ama mengine ni sawa, nayo ni kuzunguka Al-Kaaba mara 7, kwenda Matita mara 7, mara baina ya majabali hayo mawili, ambalo moja linaitwa Safa na moja linaitwa Marwa. Kunyoa nywele au kuzikata, na naposema kunyoa nywele, unanyoa nywele zote mpaka za ubungo. Nadhani hapa mtandao kuna watoto, kwa hivyo ninaposema nywele za ubungo au nywele za isili, basi unaelewa na maanisha nini. Majabali hayo kabla ya Uislamu, naendelea kusoma sura ya pili. Majabali hayo kabla ya Uislamu yalikuwa yamewekwa juu yake masanamu na makafiri wakiabudu. Basi ulipokuja Uislamu, Waislamu wengine waliona labda si vizuri kufanya ibada hapo penye majabali hayo, basi wakaambiwa kuwa si vibaya. Sasa maelezo haya ambayo Sheikh Farsi ameyaweka katika sura ya pili yanafanana sana na maelezo ambayo tunayapata ndani ya Sahih al-Bukhari juzuu ya 3 ukurasa wa 450, ukurasa wa 415 hadi 416, hadithi ya 710, pale Hazim anapoelezea kwamba Anas bin Malik alinukuliwa akisema hivi: je, ulikuwa ukichukia kufanya tawaf, yani kuzunguka kati ya Safa na Marwa? Akasema ndivyo, kwa sababu ni matendo ya kawaida ya sherehe iliyofanyika wakati wa ujinga, wakati uljahiliya, kabla ya Uislamu kuja. Sasa huyu ni Anas bin Malik amesimulia kwamba wao walikuwa wakichukia ibada ya tawafu, ibada ya kuzunguka katika majabali haya ya Safa na Marwa, kwa sababu ni ibada waliokuwa wakifanya mababu zao. Katika Sahih Bukhari juzuu ya pili, yani volume 2, hadithi ya namba 711, vile vile kisa hiki kimeelezwa. Lakini jambo la kushangaza, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ni kwamba mambo haya baadaye yamekuja kuingizwa katika Uislamu. Sasa yanaonekana ni kana kwamba ni mambo ya Kiislamu, lakini hujue kwamba mambo haya Muhammad hakuyaasisi yeye, kayapata kwa mababu zake ambao walikuwa wakifanya. Kwenye Kiingereza inasema kwamba Safa ni Marwa, they are symbols of Allah, ni symbols, ni signs za Allah. Sasa ukisoma Yohana Injili sura ya 4 aya 19 hadi 22, Bwana Yesu alivyokuwa akizungumza na yule mwanamke Msamaria, Yesu halikataa akisema kwamba saa inakuja ambapo hamtamwabudu Baba katika milima hii. Mungu ni roho, nao wamwabuduo imempasa kumwabudu katika roho na kweli. Msikilizaji wangu, jambo jingine ambalo walikuwa nalo Waarabu kabla ya Uislamu ilikuwa ni ibada ya mwezi wa Ramadhani.
Tunasoma katika kitabu cha maisha ya mtume, maisha ya Muhammad, ukurasa wa 32. Mtungaji wa kitabu hiki ni Sheikh Farsi. Anasema kwamba naomba tu ni mnukuu: Maka tangu kabla ya Uislamu ilikuwa ni mahali patakatifu kwa Waarabu wote. Kila mwaka walikuwa wakiji miezi hii wanayoitumia sasa Waislamu katika kuiji kwao. Kumbe hata na miezi yenyewe ya Hija ni miezi ya makafiri mapagani wa Arabu kabla ya Uislamu. Sasa na utaona kwamba ibada hii ya Ramadhani walikuwa wakifanya, na ndio maana hata katika ukurasa wa 16 na 17 Sheikh Farsi anaelezea kwamba hata Muhammad alivyokwenda kule pangoni ulikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani. Sasa tunaposoma Suratul Baqara sura ya 2 aya yake ya 183 inasema hivi: enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Sasa ukimuuliza Muislamu, hawa waliokuwa wakifunga kabla yenu ni kina nani? Atakwambia bana, waliokuwa kifunga kina Yesu, kina Musa. Lakini haya hii ukijua hadithi, ukijua historia ilivyokuwa, utajua kwamba kumbe Ramadhani walikuwa nayo hao Waarabu mapagani kabla ya Uislamu. Katika Sahih Bukhari juzu ya 3 hadithi ya 662, hadithi namba 219, kuna maneno haya ambayo yanawaamuru Waislamu wafunge siku ya Ashura, ya siku ya 10 ya mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu, yani mwezi ambao unaitwa Muharram. Na kufunga huku kulikuwepo hata kabla ya Uislamu kufunga Ashura. Lakini Waarabu wapagani hawakuishia hapo tu, lakini pia walikuwa na ibada ya kumpiga mawe shetani katika bonde la Wahadul Muasir. Sasa na haya ni miongoni mwa matendo makubwa sana ambayo maujaji wanapokwenda kufanya kule ibada ya kuhiji, basi lazima wampige mawe shetani. Katika kitabu kiitwacho Vipi Uiji, ukurasa wa 54, na ni kitabu kidogo, unaweza ukakipata ndugu msikilizaji, ukurasa wa 54 na 55, kisha nukuu tena ukurasa wa 61. Kuna maneno haya: maujaji wanapofika bonde liitwao Wadul Muassis karibu Mina, ni sunna kunyabuka au kuelekea Jamla al-Quba, yani shetani mkubwa, na hupiga yale mawe 7 walioyaokota Muzdalifa. Baada ya kupiga mawe Jamla al-Aqaba ufuatiwa na kuchinjwa, yani kuchinja. Lakini kwetu sisi kama Wakristo jamani, tunajua kwamba shetani ni roho. Waefeso sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5 unaweza ukasoma. Kwa hivyo tunafahamu kwamba shetani huwezi ukampiga kwa mawe. Hizi ndizo baadhi ya ibada ambazo walikuwa wakifanya kabla ya Uislamu. Sasa msingi wa wewe kuweza kufahamu mambo haya ni kwamba utakapokuja basi kusoma aya za Qur'ani utaweza kuzifahamu, kwa sababu utakuwa kwanza umejua msingi wa kile kilichokuwa kikiendelea. Hapo Waarabu maisha yao haya yalikuwa ni maisha ya kibedui. Nafikiri katika sehemu ya mwisho sasa nitakuja kuelezea kisa cha babu yake Muhammad mzee Abdul Muttalib. Tunaelezwa kwamba hakuwa na watoto wa kiume, na haliweka nadhira kwamba ikiwa Mungu wake Mola wa mji wa Maka hatampa watoto wa kiume, basi atakuja kumtoa mtoto mmoja kwa ajili ya sadaka. Na haya nitakuja kuyazungumzia. Na baadaye sasa Muhammad anapokuja kuzaliwa katika mwaka ndovu, mwaka ambao umechukuliwa kama ni mwaka wa 570 au takriban watu wengi wanasema moja kulingana na
na imani umetumia kalenda hipi. Lakini basi nitakuja kuelezea tukio hilo zima na kulifananisha. Muhammad amewahi kusifia kwamba yeye ni mzaliwa wa wachinjwa wawili, Ishmaili na baba yake mzee Abdallah. Vipi mambo haya? Kwa hivyo naomba niishie hapo kwa leo, lakini vile vile niwashukuru wale ambao wanazidi kutazama, na Muhammad Yusuf, na muona Pastor Francis, ndugu yangu Maxi, ndugu yangu Tito ambaye amenitaka nielezee pia na swala la uungu wa Yesu. Naahidi kwamba majaliwa basi tutaweza kuyapitia haya maswala yote ili kuweza kuchambua zaidi, lakini nimetaka tuanze na kuweka msingi, na baadaye vile vile nitaweza kuja kuzungumzia sasa mwaka wa 610 mwezi wa Ramadhani tarehe 17 ni nini kilichotukia kule pangoni, ambapo Muhammad anasemekana kupatana na Jibril, na huyu Jibril haswa alikuwa ni nani? Haya ni masuala mengi ambayo muda huturuhusu kuweza kuyazungumzia yote kwa sasa hivi. Ahlan wa sahlan, bana awe pamoja nawe. Shukran.